Watawajulisha watu matendo yake makuu. Ndugu marafiki na wapenzi wasikilizaji, tumsifu Yesu Kristo. Leo ikiwa ni Jumanne ya kwanza ya mwezi wa 5 2026, ambapo masomo yetu yanatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 aya ya 19 hadi aya ya 28, na Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 27 hadi 31. Karibu katika kushirikishana juu ya neno la Mungu. Katika Matendo ya Mitume tunapata ujumbe mkuu juu ya Paulo anavyokataliwa na Wayahudi, na badala yake wanamlipa adhabu ya kifo. Wanamkataa kwa sababu ya kuhabarisha habari njema, kuwafanya waweze kutambua ukuu wa Mwenyezi Mungu, lakini pia kuweza kuihubiri habari njema kwao. Lakini katika Injili ya Yohane, ujumbe mkuu, Bwana wetu Yesu Kristo anawaachia mitume wake amani. Amani iweze kuwaongoza, amani waweze kuihubiri, lakini amani iwe chanzo cha maisha yao. Vivyo hivyo kama tunavyojua kwamba swala la amani huendana na upendo. Hivyo basi upendo ni chanzo cha amani. Upendo ni kilele cha maisha yetu, lakini pia ni muhimu sana na lazima katika umoja wetu basi wa kibinadamu tuweze kuwa na upendo. Mtakatifu Yosefu wa Lamano anatuambia haitoshi kupendana kinadharia au kiroho tu. Ni lazima kuonyeshana upendo wetu katika utendaji wetu wa kila siku, maisha ya amani, lakini pia kuweza kusaidiana katika shughuli mbalimbali, kupokezana na kupongezana. Na kama mwenzako anafanya kazi nzito, shirikiana naye na uweze kumsaidia. Basi ujumbe huu unatuongoza katika siku hii ya leo. Tutakapokutana na wahitaji, basi tuweze kuwasaidia waweze kuitambua amani iliyo ndani ya mioyo yetu. Tusiwaogopeshe, bali tufanye amani waongoze wahitaji, lakini pia njia ya maisha yetu iweze kuongozwa na ujumbe huu wa amani. Hivyo ni mwaliko wetu kwamba roho zetu ziweze kujaa amani, lakini pia tuweze kusaidia dunia hii kuweza kuwa sehemu bora ya watu kuweza kuipata amani, lakini mioyo yao iweze kujawa na matumaini juu ya amani ambayo Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka aliyowapa mitume wake. Tumsifu Yesu Kristo.
Mtakatifu Yosefu Alamano, baba na mwanzilishi wa shirika la Konsolata duniani kote, yupo mstari wa mbele katika kutuhimiza kufanya mambo vizuri na bila ya kelele, kutenda mambo mema na mazuri bila kutafuta sifa, kupambwa, kamera na kumulikwa, kujiposti katika mitandao ya kijamii na kuonesha kwamba mimi nimefanya hivi, huyu hawezi bila mimi, na yule pale isingekuwa mimi asingefika pale. Daima amekuwa mfano na amekuwa muhimizaji wa kwanza katika kufanya mambo vizuri na bila kelele. Kumbe Alamano anaturudisha pale pale. Si tuwageuzie mgongo wahitaji, bali tuwatumikie, lakini katika kutumika kwetu basi tusitafute mabavu, tusitafute kujionesha. Badala yake tufanye vitu vizuri, tutoe msaada huo kwa hekima, kwa imani na kwa moyo mkuu, lakini bado tuzingatie kuto kupiga kelele, yaani kutafuta kuonekana. Kwa hivyo tuchukue somo hili la Baba Alamano tukiliunganisha na wazo kuu la kuwasaidia wahitaji katika Dominika hii ya leo, ambako tukifanya hivyo basi tutakuwa tumeishi maisha yaliyo bora, maisha ya Kikristo na maisha ya utakatifu, ili Mungu atukuzwe siku zote na sisi tutakatifuzwe. Tumsifu Yesu Kristo. Hallelujah.